السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Ndugu zangu mnaonisikiliza, naomba niwakaribishe tena katika nasaha fupi hizi. Leo ninazungumzia ushirikina. Naomba nifungue dakika zetu hizi chache kwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallama. Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani birahma hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbi Allah alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Sema, mwaonaje hivyo mnavyoviomba kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kama Mwenyezi Mungu akipanga nipatwe na matatizo, je, vinaweza kuniondoshea, vinaweza kunikinga hayo matatizo yasinipate? Au Mwenyezi Mungu akataka nipatwe na kheri, niipate kheri, rehema zake zinipate mimi, je, hivyo mnavyoviomba vinaweza kuzuia au kuiondosha hiyo kheri? Sema, ewe Muhammad, ananitosha mimi Mwenyezi Mungu kuwa ndiyo tegemeo langu, na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo wanaotegemea wenye kumtegemea. Aya hii inaonyesha kwamba vyote ambavyo vinavyoombwa kinyume na Mwenyezi Mungu havina faida wala hasara. Havikusaidii chochote katika dunia hii zaidi ya kukudhuru wewe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa vitu ambavyo watu wengi, Waislamu wengi, jamii nyingi inadumbukia ni suala la hirizi. Hirizi, ndugu yangu, ni ushirikina. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man ta'allaqa tamima faqad ashraka. Yeyote yule atakaye ning'iniza hirizi, atakaye vaa hirizi, amefanya ushirikina. Ukaenda kuivisha, kuining'iniza hirizi hiyo katika nyumba yako, hirizi hiyo kwa mwanao, hirizi hiyo kwa biashara yako, hirizi hiyo kwa mfugo wako, moja kwa moja huo ni ushirikina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasamehi dhambi ya ushirikina, na anasamehe madhambi kinyume na hayo kwa amtakaye. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tujiepushe sana na dhambi ya ushirikina, tujikinge sana na dhambi ya ushirikina. Na hivi ninavyoongea, huenda kuna mmoja wetu amedumbukia tayari katika dhambi hii ya ushirikina, na amesikia hii aya kwamba Mwenyezi Mungu hasamehi dhambi ya ushirikina. Sasa itakuwaje? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda sana ndugu yangu, na amekujalia usikie haya maneno ili uweze kutoka katika hiyo dhambi. Mwenyezi Mungu aliposema kwamba inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, ni ukiwa umekwisha fariki, baada ya kifo chako ukaenda kukutana na Mwenyezi Mungu ukawa na dhambi ya ushirikina, Mwenyezi Mungu hasamehi dhambi hiyo. Lakini katika dunia hii bado una fursa, bado una nafasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuita, anatuambia, qul, ewe Muhammadi, sema, waambie
ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Waambie kwamba enyi waja wangu, Mwenyezi Mungu anatuambia sisi waja wake waliojidhulumu, waliofanya madhambi ya aina mbalimbali, miongoni mwa madhambi hayo ikiwemo ni dhambi ya ushirikina au dhambi nyingine nyingi, msikate tamaa na huruma za Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Bali Mwenyezi Mungu anakupenda wewe uliyetubia, ambaye unaenda kutubia baada ya kusikiliza maneno haya, kwa sababu Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutubia. Ndugu yangu Muislamu, ulichokining'iniza wewe ndio unafanya kazi ya kukilinda, na wala hakina mchango wowote kwako wewe. Hirizi ulionayo mwilini kwako, ulioining'iniza nyumbani kwako, ukiwa nayo ukaenda sehemu ukaiacha, haitakutafuta wewe, ndo utahangaika tena kwenda kuitafuta. Ni kitu hakisikii, hakioni, hakina akili yoyote ile. Ni kwa nini unamuacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye anakupatia riziki, anakupatia pumzi, anakupatia uhai, amekuruzuku mengi, amekukinga na mengi? Ukiwa na shida automatic moja kwa moja unasema Mungu wangu. Kwa nini unamuacha na kwenda kuabudu vitu ambavyo havifai? Rejea kwa Mwenyezi Mungu, achana na dhambi ya ushirikina. Ushirikina ni mbaya sana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.